오늘 여러분들은 첫 회를 시작하는데 정말 한번 선입견 다 버리고 성경과 이스라엘 역사를 한번 살펴보고 후대에게 전달해야 됩니다. Leo ni mwanzo wa mwaka, tutupe fikra zetu potofu, tusome Biblia vizuri, tufahamu historia ya Israeli, alafu tujue nini cha kujulisha kizazi kinachokuja. 시간 많이 없으니까 먼저 답을 해놓고 한번 확인을 해봅니다. Kwa sababu muda ni mchache, tupate majibu kwanza, alafu twende kuhakiki. 이스라엘이 복음을 받았습니다. Waisraeli walipata Injili, 그러면 전해야 되겠죠. basi wangepaswa kuwajulisha watu wengine. 그런데 복음을 듣고 알고 전해야 되는데 이 복음의 삶을 살지를 못해, 복음을 누리지를 못한 거예요. Lakini badala ya kuifahamu hii Injili na kuwajulisha wengine, hawakuweza kuifahamu hii Injili na walishindwa kuifurahia hii Injili. 그래서 서론에서 좀 생각해야 될 부분이 이스라엘 민족이 전부 노예로 가요. Ndio maana kwenye sehemu ya utangulizi wana wa Israeli wote tunaona wanakwenda utumwani. 그때 다시 하나님이 복음을 확인시킨 거예요. Wakati ule Mungu aliwahakikishia tena Injili. 절대로 에덴 동산 사건 그걸 사람이 이길 수 없기 때문에 피제사를 얘기해요. Kwa sababu mwanadamu kamwe hawezi kushinda tukio la bustani ya Edeni, alielezea juu ya habari ya dhabihu ya damu. 그리고 돌아왔어요. Wakarudi. 돌아왔는데도 계속해서 블레셋에게 후대들이 당하고 죽고 불타고 그렇게 했어요. Ingawa walirudi, vizazi vyao vilivyofuata waliendelea kuteswa na Wafilisti, wakafa na kuchomwa moto. 그때 하나님이 사무엘이라는 사람을 보냈어요. Wakati ule Mungu aliwapelekea mtu anaitwa Samueli. 그래서 전 백성이 기도하는 내용이 나오죠. Tunaweza kuona yaliyomo yote ya wana wa Israeli ya kumuomba Mungu. 그때 중요한 게 하나 나옵니다. Wakati ule kitu kimoja cha muhimu sana kinatokea. 특히 미스바 운동의 사무엘상 7장 9절 10절입니다. Hizo ni harakati za Mispa, Samueli wa kwanza 7, 9, 10. 피제사 드리는 겁니다. Walitoa dhabihu ya damu. 그러니까 보통 사람이 이해를 못하는 거예요. Watu wa kawaida hawawezi kuelewa kitu hicho. 당연히 돌아오라, 우상 버리라, 여호와를 바라라, 회개하라, 당연한 거 많은 거죠. Ni kitu cha kawaida, rudini, tubuni, tupeni sanamu zenu, mwabuduni Bwana. 실제 에덴 동산에서부터 지금까지 여러분과 목표는 여러분의 후대를 완전히 죽이려고 하는 쾌락을 모르는 거예요. Watu bado hawajui ile anasa ambayo kiwalishia ile tangu bustani Edeni mpaka leo, ambaye inataka kuangamiza watu. 어느 정도 속무가니까요. 성경 번역하면서 어느 나라에서는 피제사 들어가라 피자 빼버리기. Watu wamedanganywa katika kiwango gani katikati kusoma Biblia, badala ya kusema dhabihu ya damu, wameondoa damu, wamesema tu dhabihu. 왜 그럴까요? Kwa nini iko hivyo? 누가 시켰을까요? Nani amewaambia wafanye hivyo? 피를 빼본 거야. Wameondoa msamiati damu. 그리고 신학자들이 Hao ni wanatheolojia. 처녀가 잉태하여 이거를 여자가 잉태하여 이렇게 바꾸고. Na pili andiko bikira atachukua mimba, wamebadilisha, wanasema mwanamke atachukua mimba. 그런 성경 많이 나와 있습니다. Biblia nyingi zimeandika hivyo. 누가 시켰을까요? Nani kawaambia waandike hivyo? 그런데 놀랍게도 이 사무엘이 미스바에 모아놓고 피제사를 드려요. Lakini cha kushangaza, Samueli anawaweka pale Mispa, anawaambia watoe dhabihu ya damu. 그럼 뭐지? Ni kitu gani hicho? 가치를 모르는 거예요. 뭐지? Hawajui thamani, wanajiuliza ni nini hicho. 그리고 이제 여러분 자녀도 그대로 다 그럴 겁니다. 지금 뭐지? Hata watoto wenu na vizazi vyenu vinavyokuja watakuwa wanajiuliza ni kitu gani hicho. 그럼 저는 미국처럼 유럽처럼 지향이 가득 돌아버린 정신병자 지금 절반이잖아요. 대책이 없는 거예요. Sasa hivi Marekani na Ulaya maafa yameshuka, wagonjwa wa akili ni zaidi ya nusu, watu hawana mkakati wowote. 여러분 후대가 정신 돌아다닌단 말이에요. 대책이 없는 거예요. Jaribu kufikiria ndugu yako, mtu mwenzako, akili imemruka na tembea, hakuna mkakati wowote. 그리고 일본에는 문화 중 하나가 그냥 아무도 안 가고 집에 있는 거예요.
Japani, kukaa ndani, kutokwenda mahali popote ni mmojawapo kati ya utamaduni wa Kijapani. 그 굉장히 좋게 표현해가지고 일본 문화 중 하나다 이렇게 표현했어요. Wameelezea kwa uzuri eti ni utamaduni wa Kijapani. 제가 봤던 거 돌아온 거거든요. Mimi nikiangalia ni kuchanganyikiwa huko. 근데도 안 가면요. Huendi popote, umekaa tu ndani. 그걸 일본 문화라고 소개를 했어요. Eti wametambulisha kwamba huu ni utamaduni wa Kijapani. 계속했어요. Wameendelea kufanya hivyo. 이스라엘 민족이 이제 막 힘을 얻은 거예요. 다윗 같은 인물 나왔단 말이에요. Wana wa Israeli wakapata nguvu, wakatokea watu kama kina Daudi. 또 포로되가 있잖아요. Wakachukuliwa mateka tena. 이유를 모르는 거예요. Hawajui sababu ni nini. 우리가 지금 싸우겠습니다. 너는 안 돼. Sisi hivi tunapaswa kupambana, wakamwambia wewe huwezi, haiwezekaniki. 뭐 말이겠어요? Maana yake nini? 너 안 돼. Haiwezekaniki. 렘넌트 세워야 돼. Lazima tuimarishe remnant. 그 바로 뒷장에 또 이상한 말이 나오다. La sura inayofuata tena wanaongea maneno ya ajabu pale. 도저히 중요하다고 생각하는 단어가 또 나왔어. Msamiati ambao huwezi kutafakari ukatokea tena. 사단이 벌벌 떠는 단어가 나왔어. Msamiati wa kumtetemesha shetani ukatokea pale. 세계 교회는 아무 관심 없지만은 사단이 벌벌 떠는 단어가 또 나왔어. Ingawa kanisa la dunia halina shauku kabisa, lakini msamiati huu umetokea wa kumtetemesha shetani kabisa. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하라. Tazama bikira atachukua mimba, tazama mwana jina lake ataitwa Emmanueli. 뭐 말인지 압니까? Unaelewa maana yake? 사람의 아들이 아닌 하나님의 아들이 잉태될 것이다. Sio mwana wa wanadamu, huyu ni mwana wa Mungu atazaliwa. 그랬더니 또 그러면 전혀 여자를 또 앞세워 마리아를 앞세워가지고 이렇게 거꾸로 이해를 합니다. Kwa maneno hayo eti kwa sababu ni bikira Maria wanaanza kumuinua na kumheshimu. 돌아왔어요. Wakarudi siku moja. 성전도 재건하고 역사를 났어요. Wakajenga tena hekalu la Mungu, kazi za Mungu zikatokea. 또 로마에서 잡혔어요. Wakakamatwa na Warumi tena. 그때 예수님을 이 땅에 보내신 시간표가 맞아요. Wakati ule alikuwa ni ratiba ambapo Yesu aliletwa kwenye huu ulimwengu. 그때 그리스도 아닙니다. 영원전 그리스도지만 그때 성육신에서 와셔야 성취를 하니까요. Hakuwa tu Kristo wakati ule, alikuwa ni Kristo tangu milele, akatokea wakati ule kutimiza maandiko. 그때 예수님이 물은 게 마태복음 16장 16절이 되다 말입니까? Na jibu la Mathayo 16:16 limetokana na swali ambalo Yesu aliuliza wakati ule. 너희는 나를 누구라는 이 말은 하나님이 누구를 보내고 지금까지 기다리는 게 뭐냐 이 말이에요. Ninyi mwanena mimi ni nani? Maana yake nini? Mlikuwa mnamsubiri nani na Mungu amewaletea ninyi nani? Maana yake ni hiyo. 제자들마저 틀리게 되더랬어요. Hata wanafunzi wa Yesu walijibu visivyo sahihi. 원래 사람은 지 틀린 말을 그렇게 표현하지. Kwa kawaida watu makosa yao, maneno yao ambayo sahihi huwa wanaeleza hivyo. 야, 많은 사람은 네 보고 그렇게 말해 이렇게 합니다. 지 말이면. Maneno yake mtu mwenyewe anasema eti watu huwa wanasema hivi na kumbe ni yeye mwenyewe. 예레미야, 엘리야, 세례 나왔죠. Yeremia, Elia, Yohana Mbatizaji wakajibu hivyo. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Bwana, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. 예수님이 충격적인 칭찬을 했어요. Yesu alimsifu kwa mshtuko kabisa. 혈육이 알게 하겠느냐? Je, mwili na damu vitakujulisha wewe haya? 너희 하늘에서 하나님이시니라. Bali Baba yangu aliye mbinguni amekujulisha haya. 엄청난 축복을 받았어요. Akamwagia baraka nyingi kubwa sana. 그리고 예수님이 하신 걸 한번 보세요. Alafu angalia ambacho Yesu alikifanya. 도저히 이해 안 되는 것들 했는데 어느 게 복음인지 보세요. Alifanya mambo ambayo watu hawawezi kuelewa 복음 실제 kabisa, 안 누린다니까. lakini tuangalie injili ni nini? Watu hawaamini. 실제 안 누리면 종교보다 못해요. Usipofurahia kiuhalisia utakuwa na hali mbaya kuliko wanadini. 절에 가보셨습니까? Ulishakwenda kwenye matempo ya Kibudha? 복음이 완전 반대되는 가르치는데 행동은 복음보다 더 완전 복음이에요. 만나면 Wanafundisha vitu ambavyo sio vya kiinjili kabisa, lakini matunda yao ni kama ya kiinjili, wanasalimiana watu. Matendo mema. Wanafanya hivyo na kufundisha hivyo. 그럼 잘못하면 일본 문화보다 못해. Tusipokuwa makini tutakuwa na utamaduni mbaya kuliko wa Kijapani. 일본 갔더니요. 저 변두리 집회를 갔어. Nilikwenda Japani kijijini mahali fulani kwenye conference. 공원이 있고 내 숙소에 있어.
kulikuwa na hoteli yangu mahali pa kulala na kulikuwa kuna park mahali 공원을 fulani. 돌고 왔는데 3시간 만에 생각이 나서. Nilipoenda kutembea kule kwenye park nikakumbuka baada ya masaa matatu. 옛날에 긴 지갑에다가 돈도 넣고 뭐 주민등록도 넣고 이렇게 다니잖아요. Zamani nilikuwa natembea na pochi yangu moja ndefu, naweka pesa zangu na kadi zangu na vitambulisho vyangu huko ndani. 아차, 3시간 만에 생각났다니까. Nikakumbuka mara baada ya masaa matatu kwamba nimepoteza, 화장실 놔둔 거예요. nimeiacha mahali fulani chooni, niko hapa. 와, 큰일 났다. 뭐 돈도 돈이지만 이거 뭐 주민등록증이 다 있는데 이거 달려갔지. Nikasema ni hatari, sio tu pesa, kuna vitambulisho vyangu na kadi zangu kule. Nikakimbia kwenda kuangalia kwenye kile choo. 그대로 있어요. Nikaikuta kama nilivyoiacha pale. 야, 참, 나 놀랐어요. Mimi nilishangazwa sana. 그럼 우리는 일본 문화보다 못해. Sisi utamaduni wetu ni mbovu kuliko Kijapani. 예수님이 오셔서 복음 좀 회복하라고, 복음 말하라고. Ndio maana Yesu akaja akasema mfahamu injili kidogo basi, mrejeshe injili kidogo basi. 조폭하고 만난 거예요. Alikutana na muhuni mmoja Yesu. 조폭 누군지 아십니까? Nafahamu ninyi muhuni, gangster. 완전 조직 폭력배입니다. Ni watu ambao wana mifumo ya uharibifu ya ugomvi. 사람들을 로마 사람이 불러가지고 임무를 준 거예요. Warumi waliwaita wale watu magangster wahuni, wakawapa kazi za kufanya. 받는 건 네가 알아서 해라. Wakamwambia daini kodi, mnachopokea pokeeni kiwango chote. Lakini kwetu wekeni chochote. Kinachobaki tumieni, wekeni kiasi fulani. 세금 거둠을 시킨 거예요. Wakawapa kazi ya kukusanya kodi wale. 걔들이 폭력배들입니다. Wale ni washambuliaji wa watu wale. 그렇게 막 싫었지. Kwa hiyo watu waliwachukia wale wahuni, wale magangster. 주목될 만한 인물이 왔잖아요. Katikati ya wale kuwepo bosi wao, kiongozi wao mmoja ambaye alikutana na Yesu. 예수님께서 그를 불러 그 집에 가서 식사하신 거예요. Yesu alimuita, akaenda nyumbani kwake, akala naye chakula. 왜냐? 그는 깡패였지만 말씀을 사모하고 말씀을 들으려고 했어요. Ingawa yule mtoza ushuru alikuwa ni muhuni, lakini alipenda neno la Mungu, anatamani kusikia neno la Mungu. 바리새인 그거 가지고 비난했어요. Wakamkosoa kwa sababu ya ufarisayo, wale mafarisayo. 그리고 나 환자 집에 가지 말라고 법으로 정해놨어요. Waliweka sheria watu wasiwatembelee wenye ugonjwa wa ukoma. 예수님 가서 고쳐주시고 식사했어요. Lakini Yesu aliwatembelea, akala nao chakula, akawaponya. 어느 게 복음일까요? Jambo gani litakuwa injili hapo? 가늠한 여인 예수님께서 용서해 줬어요. Yesu alimsamehe mwanamke ambaye alikuwa amekamatwa kwenye uzinzi. 돌로 치려고 할 때 Walipokuwa wakitaka kumpiga kwa mawe wakati ule, 율법은 본보기로 보여줘서 이 악을 막아야 된다 이겁니다. sheria inasema lazima kuzuia jambo hili. 복음은 깨닫게 살려서 증인으로 쓰는 것이다. Lakini injili ni kumfanya mtu agundue na kusimama kama shahidi. 어느 거하고 닮은 것입니까? 바리새인하고 예수님하고. Kitu gani tumefanana nacho sisi? Sisi ni mafarisayo au tumefanana na Yesu? 생각과 삶이. Maisha yenu na tafakari zenu. 그래서 이 이스라엘이 또다시 후대들이 2000년 동안을 나라 잃어버린 겁니다. Ndio maana wana wa Israeli kwa miaka 2000 tena wakapoteza vizazi vyao vinavyokuja. 유대인 보고 얘기해 주고 싶어요. Aliwaambia Wayahudi, 우리는 예사로 생각하지만은 이 복음의 줄을 놓치면 후대 재앙이 tunachukulia kwa urahisi, lakini tukipoteza hii injili, maafa yanakuta vizazi vyetu vinavyokuja. Natamani kuambia Wayahudi, 이미 유럽 선진국 다 가보면요, 후대들 사실은 끝났습니다. tayari Ulaya na mataifa yanaendelea, vizazi vinavyokuja tayari vyote vimepotea, vinakufa. 큰일 났습니다. Ni hatari. 그래서 제가 생을 걸고 렘넌트 운동을 해야 되겠다 생각. Ndio maana nikawaza nitoe maisha yangu yote nifanye harakati za kuinua remnant. 뭐 훌륭한 지식을 전하자, 그건 다른 사람 할 일이고 이들을 살려내야 돼요. Kuwajulisha maarifa fulani hodari mimi siwezi, lazima watu waokoe kwa injili. 자, 그러면 여러분 자녀들하고 우리 연초에 들면서 진짜 한 5가지는 포럼 해야 됩니다. Kwa hivyo basi, na huu ni mwanzoni mwa mwaka, tuwe na forum za vitu vitano kweli kweli na familia zetu na watoto wetu. 꼭 하셔야 됩니다. Lazima mfanye hivyo. 여러 가지 핑계로 사단은 복음 막습니다. 좋은 거. Kwa vitu vingi shetani anatumia kuzuia injili kwa vitu vizuri. 그러나 5개는 포럼 해야 돼요. Lakini lazima tufanye forum kwa vitu hivi vitano. 간단히 이야기하겠습니다. Tawaelezea kwa urahisi. 창세기 3장 15절입니다. Mwanzo 3:15.
여자의 후손이 뱀의 머리 이마는 권세를 깨뜨릴 것이라. Uzao mwanamke atakuja, maana yake nini? Atavunja mamlaka yake. 원죄에서 해방되는 걸 말이에요. Inaelezea kuwekwa huru kutokana na dhambi. 원죄 해결 못해요. Huwezi kutatua dhambi ya asili. 하나님 떠난 거 해결 못해요. Kuachana na Mungu huwezi kutatua. 율법 다 지키도 못해요. Hata ukishika sheria zote huwezi. 원죄 해결이 안 돼요. Huwezi kutatua dhambi ya asili. 그래서 그리스도를 보내. Ndio maana Mungu akaahidi kutuletea Kristo, 원죄를 해결하겠다. kwamba nitasuluhisha tatizo la dhambi ya asili. 그걸 이해시켜줘야 됩니다. Lazima tueleweshane kitu hicho. 왜 그럴까요? Kwa nini kwa hivyo? 사람들은 이렇게 분간을 잘 보여요. 복음을 분간 못하니까 작은 성공이잖아요. 거기에 매달려요. Watu wanashindwa kufahamu injili na kutofautisha injili, wanakamatwa na vimafanikio vidogo vidogo. 나는 렘드야, 니 성공해야 돼. Mimi naambia Remnant, mnapaswa kufanikiwa. 그러나 그거는 성공 아니야. Lakini kweli hayo sio mafanikio. 그렇죠? Si ndio? 바울이가 이거 성공 아니야. Paulo alisema hayo sio mafanikio. 그러고 자꾸만 이렇게 작은 성공의 기준을 두니까 복음 엘리트가 상당히 무서운 존재가 되는 겁니다. Kwa sababu wameweka kiwango kwenye mafanikio madogo, wasomi ambao hawana injili wamekuwa watu wa kuogofya. 여러분 복음 있어 다행이지 복음 없는 엘리트 굉장하게 되는 거예요. Ni bahati ninyi mnafahamu injili, lakini wasomi ambao hawana injili ni hatari. 그래서 자꾸 율법주의 때문에 율법이란 거는 나를 깨닫게 하는 것이지 남을 정죄하기 위해 쓰는 거 아닙니다. Watu wanasisitiza sheria zipo kwa ajili ya mimi kugundua mimi ni mwenye dhambi na sio kuhukumu watu wengine. 나를 덮어주고 남 정죄하는데 활용. Wanatumia watu sheria kwenye kujifunika wao na kuwakosoa wengine kwamba ni wenye dhambi. 그것도 안 되니까. Kwa sababu hicho pia kiwezekaniki. Kwa sababu hicho hakiwezekaniki, wanakwenda kwenye mambo ya kimiujiza. 신비주의 복음 없이 신비주의 뿌리면요 귀신 들립니다. Ukifanya mambo ya kimiujiza bila injili utaingiwa na pepo. 그래서 우리 후대들에게 이제 이 복음에 눈을 열어줘야 되는 거거든요. Ndio lazima tuwafungulie macho vizazi vyetu vinavyokuja kwenye injili hii. 그러다 보니 나중에 이제 막 크게 성공해야 되지 않겠나? 당연히 성공해야지. Kule mbele watu wanawaza hatupasi kufanikiwa sana, tunapaswa kufanikiwa, ni sawa. 근데는 세상의 종 아니야, 가르쳐야 돼요. Lakini lazima tuwafundishe ninyi sio watumwa wa ulimwengu. 그래서 중요한 것은 창세기 3장 여자의 후손이 이 말을 모르면 나의 원죄 해결이 안 되고 사단의 종로로 밖에 안 되는 거예요. Kwa nisipofahamu Mwanzo 15 uzao wa mwanamke, mimi tabaki kuwa mtumwa tu wa shetani. 그 증거가 노예, 포로, 속국다 된 거예요. Na ushuhuda wake ni kwamba wote walikuwa watumwa, mateka na walitawaliwa. 문제는 그게 아무 관심이 없다는 거예요. Lakini watu hawana shauku kabisa kwenye neno. 말이 거예요. Watu hawaelewi. Hiyo ndio shida. 전 세계는 어두워지고 있는데 그게 뭐 중요하네. Dunia nzima inakutwa na giza, lakini watu wanajiuliza hilo jambo lina umuhimu gani? 렘넌트하고 포럼 해야 됩니다. Lazima tushiriki forum na remnant wetu. 두 번째가 뭡니까? Kitu cha pili ni nini? 출애굽기 3장 18절입니다. Kutoka 3:18. 운명 바뀌어야 돼요. Lazima hatima ibadilike. 양의 피 바른 날 나와서 Siku mpaka damu ya mwanakondoo walitoka. 첫째는 뭐요? 원죄 해결이에요. Kitu cha kwanza suluhisho la dhambi ya asili. 두 번째는 뭐죠? 운명 바뀌어야 돼요. Cha pili hatima ibadilike. 해방돼 나와야 돼요. Lazima kuwekwa huru kutoka. 저 애굽에서 나오는 게 중요한 게 아니에요. Kutoka Misri sio kitu cha muhimu. 저 사단에 걸린 그 사건에서 나와야 돼요. Lazima utoke kwenye tukio la kufungwa na shetani. 얘기해 줘야 됩니다. Lazima tuwajulishe na kuambia. 또 이사야 7장 14절은 바벨론 사건이거든요. Tukio la Babeli Isaya 7:14. 설명해 줘야 됩니다. Lazima tueleze. 이 복음으로 재창조의 능력을 갖춰야 돼요. Kwa injili hii lazima watu wafanye maandalizi ya uweza wa uumbaji mpya. 새 청년처럼, Kama wale vijana watatu. 다니엘처럼, Kama Danieli. 에스더처럼 Kama Esther. 증인이 돼야 돼요. Wanapaswa kuwa mashahidi. 우리 렘넌트들이 듣고 다니엘처럼 뜻을 정해야 돼요. Remnant wetu wasikie kama kina Danieli, waweze kuazimu ndani ya mioyo yao. 그리고 마태복음 1장 19절 23절 설명해 줘야 돼요. Alafu lazima tuelezee Mathayo sura ya 1:19 mpaka 23. 예수님이 탄생했을 때부터 Wakati Yesu amezaliwa. 그때 임마누엘의 단어가 똑같은 이삭이 나왔어요. Wakati ule kama wakati wa Isaya na Emanueli likatokea pia. 그건 뭡니까? Hapo ni nini? 성육신하신 그리스도. Kristo aliyeuvaa mwili. 빛이 사람의 몸을 입고 하셨어요. Alikuja kama nuru akavaa mwili wa mwanadamu. 그래서 우리는 영접하는 자 곧
그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Mungu anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminiwa jina lake. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거한 줄 알지 못하느냐. Hamjui kwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na kwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu? 그리고 마지막 단어가 마태복음 16의 16절 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Alafu msamiati wa mwisho Mathayo 16:16, Bwana wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. 그리스도의 복음입니다. Injili ya Kristo. 하나님이 천국 열쇠를 네게 주겠다고 말씀하셨습니다. Mungu akamwambia nitakupatia wewe funguo za mbinguni. 너희 위에 교회를 세우겠다. Mara baada yako utalijenga kanisa. 음부에서 이기지 못하리라. Mamlaka ya kuzimu hayataliweza. 우리가 해야 될 일이 있다면 우리 이후 시대는 AI 시대 와서 직장도 거의 다 없어집니다. Kama kuna kazi kufanya tufahamu, mara baada yetu AI itakuja itaondoa kazi nyingi duniani. 블록체인 시대가 와서 돈이 어디로 흘러가는지도 모릅니다. Msimu wa blockchain umetokea, hatujui hata pesa zinakwenda wapi. 세계 교회는 헌금 줄어듭니다. Kanisa la dunia sadaka zinapungua. 여러분의 후대는 직장을 어떻게 구해야 될지도 모릅니다. Hata ninyi hamjui vizazi vyenu vijavyo vitawezaje kupata ajira na kazi. 예상이 아니고 틀림없습니다. Sio jambo la kukisia na kutabiri, bila wasiwasi mambo haya yanatokea na yatatokea. 그리고 네피림의 시대 활발해집니다. Alafu msimu wa Kinefilim umekuwa una kasi na unafanya kazi. 가르쳐야 됩니다. Lazima tuwafundishe. 다른 거 중요하지 않습니다. Mengine yote sio ya muhimu. 우리 연초에 진짜 기도하면서 여러분 후대에게 세상 어디 나가서든지 이길 수 있는 답을 줘야 돼요. Mwanzoni mwa mwaka tuombe kweli ili wapate majibu ya kwenda kushinda popote pale watakapokwenda remnant wetu. 지금 여러분이 그걸 주신 겁니다. Mungu sasa amewapatia ninyi kitu hicho. 도대체 그러면 내가 제가 물으면 그러면은 임마누엘 교회와 당신은 받은 응답이 뭐냐? Kama sasa hivi mtu akiniuliza ni majibu gani ambayo mimi nimepata na kanisa la Emmanueli, 저는 다른 응답이 필요 없다고 생각합니다. mimi nafikiria hatuhitaji majibu mengine. 뭐가 필요합니까? tunahitaji kitu gani? 받았는데 Nimeshapata kila kitu. 교회가 세계를 복음하고 후대를 살 수 있다면 그게 최고의 축복이고 답이에요. Kama kanisa letu liweza kufanya uonyeshaji wa dunia likakuwa kizazi kinachokuja, na hiyo ni baraka kubwa na majibu makubwa. Yesu aliongea kitu hicho. 올해는 엄청나게 5천 정도 문이 열릴 겁니다. Mwaka huu milango ya makabila 5,000 itafunguka mingi sana. 그게 응답. Hayo ndio majibu yetu. 교회에서 좀 힘들어하지 마시고 힘을 모으더라도 지금 한번 전 교회가 전국에 좀 기도해 볼 생각입니다. Kanisani msichoke, muunganishe nguvu zenu na kuomba kanisa zima na nchi nzima. 5천 종족의 문을 여는 오세아니아의 그 섬나라들이 우리 교회가 연결됐다니 저는 기적이거든요. Yale mataifa ya Oceania hivi sio ambayo Mungu amefungua kwa ajili ya makabila 5,000, kwangu mimi ni kama muujiza. 난 처음에 그럴 때 어떤 중요한 장로님 한 분이 바누아투 그거 별 중요하지도 않았는데 이러더라고요. Mwanzoni kuna mzee mmoja wa kanisa muhimu akaniuliza, Vanuatu mbona sio sehemu ya muhimu? Alishangaa na kuniuliza. 글쎄요. Nikamwambia kumbe. 5천 종족 문인데. Nikamwambia ni mlango wa makabila 5,000 huo. 지금 우리 교회가 맡아서 이 사람들 병들어 있고 지금 힘든 거예요. Sasa hivi watu wana mazingira magumu na wamekutwa na magonjwa mengine. 우리 장로님들이 너무 잘 하고 계시는 거예요. 그래서 우리가 힘을 모아서라도 해야 됩니다. Wazee wa kanisa hata kama ni ngumu lazima tuweke nguvu zetu, tuunganishe, tufanye kitu hicho. 그게 응답이니까요. Kwa sababu gani? Hayo ni majibu, ndio maana. 이런 영광스러운 축복이 어디 있습니까? Baraka za utukufu mkubwa zitakuwepo wapi? Hayo ndio majibu. 밥 먹는 게 응답이에요. Kula chakula ndio majibu? 밥 누구나 먹는 건. Mtu yeyote anaweza kula chakula. Je, kuishi vizuri ndio majibu? 누구나 잘 살잖아요, 다. Watu wote wanaishi vizuri. 말씀이 성취되지 않고 후대를 흑암에서 막지 못하고 세계화 못하면 그건 응답이 아니라고 말이에요. Neno la Mungu lisipotimilika, vizazi vijavyo visipoweza kuzuiliwa kwa mamlaka ya giza, na tukifanya uonyeshaji wa dunia, hakuna majibu hapo. 이번 원담 메시지대로 여러분 진짜 아침에는 최고의 시간을 가지셔야 돼요. Kama ujumbe wa mwaka mpya ulivyo, kweli mpate nguvu wakati wa asubuhi mwaka huu. 낮에는 정말 참된 복된 시간, 만남 그게 복입니다. Na mchana mpate baraka za kweli za kukutana na watu. 밤에는 여러분의 마지막을 위한 최후의 작품을 만들어요. Na usiku mtengeneze masterpiece bora kuliko zote kwa ajili yenu. 기도를 아는 사람은
걱정하지 않습니다. Anayefahamu maombi huwa haogopi. 가난한 청년 하나가 부둣가에서 기도하기 시작했습니다. Kijana mmoja masikini alikwenda bandarini akaanza kumwomba Mungu. 그가 선박왕이 됐습니다. Akaja kuwa mkuu wa usafirishaji. 오나시스입니다. Anaitwa Onesimus. Hakuna jambo la kuogopa. 가난한 점원 하나가 기도 시작했습니다. Kuna kijana mmoja mfanyakazi wa duka alianza kumwomba Mungu. 미국 전역으로 세계를 움직이는 백화점을 만들었습니다. Akatengeneza supermarket kubwa za kuendesha Marekani na ulimwengu wote kule Marekani. 아실 겁니다. Mtakuwa mnamfahamu ni nani? 아무 걱정하지 마. Hakuna cha kuogopa. 한 사람이 교회 재정 놓고 기도하기 시작. Kuna mtu mmoja alianza kuomba kwa ajili ya uchumi wa kanisa. 성경 자세히 보면 교회 재정 놓고 기도하기 시작했는데 미국에서 최고로 Alianza kuomba kwa ajili ya uchumi wa kanisa, angalia kwenye Biblia akapata baraka zote kule Marekani. 누군지 아실 겁니다. Mtajua huyo ni nani? 한 가정이 선교 재정을 놓고 모든 기도를 시작한 거예요. Kuna familia moja ambayo iliomba kwa ajili ya uchumi wa misheni bila 세계 kukoma. 선교하고 재벌됐어요. Ikaweza kufanya uchumi wa dunia na ikawa tajiri bado. 브리스가 부부. Hawa ni wanandoa Priscilla na Aquila. 놓치지 마시고 여러분들이 언약 잡으셔야 됩니다. Msipoteze kitu hicho kama teni kama agano. 올해 여러분 지금까지 없었던 축복 은혜 받는 한 해가 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Na Yesu Kristo mpate baraka na neema ambazo mjawahi kuzipata mwaka huu. Tuombe. 하나님께 감사를 드립니다. Mungu, ninakushukuru. 사람들이 알지 못하는 복음을 알게 하신 것 감사드립니다. Asante Mungu kujulisha injili ambayo watu hawaitambui. 구원을 주신 것 감사드립니다. Asante Mungu kutuokoa sisi. 이제 복음의 삶을 회복하게 하옵소서. Tusaidie Mungu turejeshe maisha ya kiinjili. 병든 자들이 와서 고침받게 하옵소서. Ruhusu Mungu wagonjwa wanapokuja kwetu wapate uponyaji. 범죄자들이 와서 고침받게 하시고 Wakosaji Mungu akaweze kuponywa. 실패자들이 와서 고침받게 하시고 Waliofeli Mungu akija waweze kuponywa. 버려진 자들이 와서 고침받게 하옵소서. Waliotupwa Mungu akija kwetu wapate 영적 kupona. 문제 가진 자가 치유받게 하옵소서. Matatizo ya kiroho wakapate kupona. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.